Unapolisikia jina la Gabo Zigamba, ulimwengu wa hisia zako, nadhani hautakuwa umekosea kutolijua jina hili. Na hili sio jina geni katika tasnia ya filamu za Kitanzania. Jina langu naitwa Dulisan TZ. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare mara kibao. Gabo Zigamba amejizolea umaarufu mkubwa katika tasnia ya filamu baada ya kufanya vizuri na kuwachanganya wapenzi wa filamu za Bongo. Ikiwa mimi na wewe tulifahamu Gabo ni mtu kutokea Mtwara, yani Machinga wa Kusini, huku tukiwa hatuna majibu sahihi. Salim Ahmed Hisa almaarufu kama Gabo amezaliwa mtaa wa Mshindo na kukulia katika mitaa ya Kitanzini. Alilelewa na mama yake anayefahamika kwa jina la Rafia Isa Kiyeyu. Gabo ni mtu wa Iringa na kabila lake halisi yeye ni Muhehe. Kama makabila tungekuwa tunatafuta kwa mama, basi Gabo pia ni Mdigo. Babu yake Gabo Zigamba alifahamika sana na ni mtu maarufu sana kutokea Iringa, ambaye kila unapotaja jina lake watu wengi wa Iringa hukumbuka maajabu yake kutokana na kaburi lake. Gabo Zigamba ni mwanaharakati anaotambua sauti ya wanyonge. Alianza harakati za hamasa kwa wanyonge kitambo sana, huku akiamini ipo siku sauti itasikika kwa wakubwa. Walio wengi wanaamini kuwa sinema yake ya kwanza Gabo Zigamba ilifahamika kama Bado Natafuta, lakini hiyo sio kweli. Filamu hiyo ndiyo imempa umaarufu mkubwa na kupendwa na wapenzi wengi wa Bongo Movie kwa kiasi kikubwa. Hiyo ilikuwa sio filamu yake ya kwanza. Gabo alianza kuigiza kitambo sana, lakini rasmi alianza safari yake ya sanaa mwaka 2006 kwa kushiriki katika vikundi mbalimbali, huku akiwa na shauku kubwa ya kufikia malengo yake yote ambayo alikuwa anayawaza. Hivyo hata aliwaza kuwa superstar mkubwa endapo angepata nafasi. Furaha yake kubwa ilikuwa ni kutetea wanyonge, hasa wasiofahamika na wanaokandamizwa. Hivyo haikuwa rahisi kwake, kwani amepitia changamoto nyingi kiasi kwamba alikata hadi tamaa. Rasmi aliigiza filamu yake ya kwanza Gabo Zigamba inayoitwa Olopong, iliyotengenezwa na Aliami Production chini ya director Alfan Abdalla. Baadaye alicheza filamu nyingine ya pili inayojulikana kama 007 Boys, na kuanzia hapo milango ya bahati ilianza kuingia na kuibuka. Alijiunga na kampuni ya marehemu Juma Kilowoka almaarufu Sajuki inayojulikana kama Wajei Film, akishiriki katika filamu zao nyingi ambazo zilikuwa maarufu sana nchini Tanzania. Gabo ana zaidi ya tuzo 2 ambazo alipata mwaka 2014 mpaka mwaka 2015, ambazo alichukua mwigizaji bora wa kiume kupitia tuzo za Action Kati Viewers Choice Awards. Pia mwaka 2016 aliweza kushinda tuzo nyingine kutoka nchini Kenya kwa kupitia sinema aliyoshiriki inayojulikana kama Queen Masai, akiwa kama mwigizaji bora tena wa kiume. Gabo Zigamba hakuwahi kukata tamaa ya mafanikio, kwani alishawahi kusambaza kazi zake mwenyewe mlango kwa mlango kupitia Sarafu Media, kampuni ambayo ilikuwa inamshika mkono kutokana na mizengwe ya wasambazaji. Katika kutafuta amani ya moyo, Gabo Zigamba alishawahi kuoa mara 2. Hivyo alimuoa mwanamke anayojulikana kama Fatma na baadaye alimuoa Salha. Gabo Zigamba amezaa na Salha watoto 2, ambao watoto wenyewe ni wa kike na wa kiume, ambapo wa kike anajulikana kama Salha ila wa kiume anajulikana kama Asumani. Najua unajiuliza uwezo wa Gabo. Gabo ana uwezo mkubwa, na si tu kwa filamu bali hata kwa tamthilia pia yuko vizuri. Gabo amewahi kupata tuzo nyingi sana nchini Tanzania. Vile vile Gabo ana uwezo wa kuvaa uhusika kulingana na hadithi inayomzunguka. Uwezo na malengo aliyojiwekea Gabo Zigamba ndiyo umemfanya kufungua kampuni yake inayoitwa Gafu Film iliyopo Magomeni. Katika filamu zilizompa umaarufu mkubwa Gabo Zigamba ni pamoja na Jicho Langu, Elimu ya Mtaa, Danija pamoja na Bado Natafuta. Hiyo filamu
ndio imemfanya afahamike kwa kiasi kikubwa na kumpa endorsement na mambo mengi ambayo yamemfanya ajulikane katika sanaa yake ya uigizaji. Kutokana na jarida la Forbes, utajiri wa Gabo Zigamba unatarajiwa kufika dola za Kimarekani 1.5 zinazofahamika kutokana na umaarufu na kazi na vitega uchumi alivyovijenga yeye kama yeye. Umaarufu wake na kupata matangazo mengi na kujulikana kwake kumemwezesha Gabo Zigamba kuweza kumiliki nyumba yake mwenyewe na magari ya kifahari. Jina langu naitwa Dulisan TZ. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare mara kibao. Instagram natumia Dulisan TZ 0011. TikTok, Facebook na Twitter natumia Dulisan TZ. YouTube natumia Sam TZ Media. Usisahau kusubscribe. Asante.